tuna nia ya kuomba baraka zake zituongoze mwaka 2026. Lakini zaidi sana tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa jubilei huu 2025, sisi sote tukiwa majari ya matumaini. Tumechagua masomo haya yatuongoze tunapoongea mbele za Mwenyezi Mungu kumshukuru kwa yote aliyotujalia kwa mwaka tunaomaliza 2025. Somo la kwanza tumesoma kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 2 aya ya 6. Nabii Isaya anasema yatupasa kumshukuru Mungu kwa yote tunayojaliwa, na pia yatupasa kumshukuru Mungu kwa kutusamehe pale tulipokosea mbele yake, na hasa katika kipindi cha mwaka mzima. Pengine kama binadamu dhaifu tunaweza kuwa tumekosea pia na wenzetu. Katika nafasi hii ni nafasi ya kumwomba Mungu msamaha, lakini pia hata kwa wenzetu na sisi wenyewe kuwa tayari kusamehe wengine. Kwa Nabii Isaya anatuasa tuseme maneno haya: E Bwana, nitakushukuru wewe kwa kuwa ijapokuwa ulinikasirikia, hasira yako imegeukia mbali, nawe unanifariji moyo. Ndugu zangu wapendwa, tunapomaliza mwaka yatupasa kumshukuru Mungu kwa sababu ya wema wake kwetu sisi kama familia, kama kanisa, kama taifa, lakini kama mtu mmoja mmoja. Namna nzuri ya kumshukuru Mungu ni pamoja na kumtukuza kwa kutangaza matendo yake makuu katika maisha yetu kwa njia ya ibada ya misa takatifu kama tunavyofanya sasa hivi. Somo la pili tumesoma waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike. Tumesoma sura ya 1 ya 2 mpaka ya 10. Mtume Paulo anamshukuru Mungu kwa sababu ya imani waliopokea Wathesalonike baada ya yeye kuwahubiria. Anasema imetupasa kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, kama ilivyo wajibu, kwa kuwa imani yenu inazidi sana na upendo wa kila mtu kwa mwenzake umekuwa mwingi. Kwa hivyo ndugu zangu, Mtume Paulo anawashukuru hasa kwa sababu anamshukuru Mungu kwa sababu kutokana na imani yao wameweza hata kuvumilia adha mbalimbali katika maisha yao. Yatupasa kumshukuru Mungu kwa kutufanikisha katika kazi zetu za kitume mwaka mzima, kama tumefaulu kwa namna pekee kuadhimisha masakramenti na hasa sakramenti ya kipaimara kama jimbo katika parokia mbalimbali. Lazima tumwambie Mungu asante. Kama tumefaulu kufundisha ndoa kwa wingi katika jimbo letu katika parokia mbalimbali, lazima tumwambie Mungu tuseme asante. Kama tumefaulu kubatiza watoto wengi na hasa katika mwaka huu wa msamaha, lazima twende kwa Mungu tuseme asante. Kama tumefaulu kuwarudisha wengi katika imani Katoliki mbali pengine wale walio na tukaanza pengine kujivuna kwa tumefaulu sana, tumeweza sana, tumejitahidi sana, tunaweza kusema mambo mengi sana sisi wenyewe. Daima tukumbuke katika kila mafanikio au mafanikio mkono wa Mungu uko juu yetu. Mwishoni mwa mwaka ni lazima tuseme asante Mungu kwa kutufanikisha katika haya yote. Hata katika shughuli mbalimbali binafsi kama tumefaulu, tujue Mwenyezi Mungu ndiye aliyetusaidia. Ni lazima tumwendee na kumwambia asante, tumefaulu kwa sababu wewe umetusaidia kwa sababu ya upendo wako. Na hasa tunapofunga mwaka, tunarudi tunatazama tulipotoka na tunapoenda, na tunaona mwaka mzima tuliotembea mpaka tunafika dakika hii, tuko wazima, tumejaliwa afya, tunaweza kufanikiwa katika mambo mengi katika maisha yetu. Yatupasa kurudi kwa Mungu kusema asante. Tunafundishwa pia na Msamaria tunaposoma Injili tuliyosikia ambayo ni maarufu sana, Injili ya Luka sura 17:1-19. Hapa anatufundisha kwamba tukiomba na tukapewa, tukumbuke kurudi kusema asante. Kwa sababu tunasikia habari ya wakoma ambao walikuwa wametengwa na jamii na leo wamekuwa na bahati ya kukutana na Yesu. Wapo wakoma hawa
10, wa 9 ni Wayahudi, mmoja ni Msamaria. Lakini kwa sababu ya ukoma wao hawaoni tofauti zao, wanaungana pamoja kumlilia Mungu na kumwambia Yesu, Bwana uturehemu. Na umetumia neno kuturehemu, tusamehe, kwa sababu wanaamini ukoma ule pengine umetokana na dhambi zao au dhambi za wazazi wao. Kwa ndio maana kuna ni vyema warudi kuomba rehema ili waweze kusamehewa na baadaye ili waweze kuhurumiwa. Kwa hiyo rehema ni msamaha wa dhambi uliotokana na dhambi. Na ukoma kama ilivyojamii wakati ule yamini pia kuwa mkoma umepata ukoma kutokana na dhambi zake. Ndio maana wanamwomba Yesu, Bwana mkubwa uturehemu. Wakoma 10 waliponywa wakiwa wanaenda zao kujionyesha kwa makuhani. Baada ya Yesu kuambia nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Na kazi ya makuhani ilikuwa kutambua mtu mwenye ukoma na kumwandikia kama hati ya kusema wewe sasa una ukoma utende na watu wengine. Lakini mtu akibahatika kupona lazima arudi tena kwa kuhani na mwambie sasa wewe ukoma unatakiwa kurudi katika jamii. Na ndio maana Yesu anasema kwa desturi yake, hebu nendeni mkajionyeshe kwa makuhani kama wamepona. Wakiwa njiani ndio wanatambua kwamba wamepona. Lakini wale 9 hatusikii tena habari zao. Tunasikia juu ya Msamaria mmoja ambaye kutoka katika taifa au kabila kalikodharauliwa. Huyu ndio pekee ambaye alirudi kwa Yesu kukuza Mungu na kumshukuru Kristo. Kwa nini wengine waliamua kupotea na wakasikia habari zao? Hatujui. Labda akisema sio lazima kurudi kwa Yesu. Yesu alituambia twende tukajionyeshe kwa Bwana, tuendelee na safari tuliyokuja. Au pengine sema hakuna haraka, Yesu yuko, tutaenda kumwona siku nyingine. Au pengine wanasema sisi kwenda kwa wagonjwa tulisingiziwa tu na hivi Yesu kufanya chochote. Na hivyo ndivyo ilivyo katika mafanikio katika maisha. Tunaweza kufanya vitu vingi na baadaye tukasahau kwamba tumesaidiwa na Mwenyezi Mungu au tumesaidiwa na wenzetu. Na hasa baada ya kufaulu tunaweza kusahau kabisa kama kuna mtu mwingine nyuma yetu katika mafanikio yetu, na kusahau kurudi na kusema asante kama hao Wayahudi 9 ambao wamepotea na kusikia habari zao. Ila huyu Msamaria pekee ndiye aliyerudi, amerudi na kuabudu kwa Yesu. Na Yesu na anamuongezea kitu kingine, si tu kuponywa kimwili, sasa na kuponywa na kiroho. Kwa sababu sasa tunamwambia sasa umeokolewa, umekombolewa hata katika hali yako ya kiroho kutokana na unyenyekevu na moyo wako wa shukrani. Tukishukuru tunajaliwa mengi. Tusiposhukuru na pengine hata kile tunachodhani tunacho tunaweza kushukuru kati yetu. Kwa hiyo Yesu alilalamika juu ya hawa wengine wako wapi? Yeye hawakuponywa wote 10? Kwa hivyo huyu Msamaria pekee kama nilisema ni Wayahudi na akaja kutoa shukrani. Na Yesu anamwambia inuka, nenda zako, imani yako imekuokoa. Na yeye amepata zaidi. Hatujui wale wengine kulitokea nini baada ya hapo, lakini tunawahakika huyu amepona ukoma wake, lakini pia ameokolewa. Imani yake imekuokoa. Ndugu zangu wapendwa, ni desturi na uungwana kushukuru katika maisha. Tunaweza kuuliza katika mambo ya kawaida, kwa nini tushukuru? Anayeshukuru ni muungwana, tunasema katika Kiswahili. Kushukuru ni muungwana na ni mtu wema. Tunashukuru kwa vile tunatambua na tunathamini maana na msaada tuliopata kutoka kwa wenzetu katika maisha au kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana tunasema asante, tunathamini. Kama hatuthamini jambo hatuwezi kushukuru, lakini tunapoona ile jambo la maana katika maisha, kama hao walikuwa ukoma au ugonjwa wowote unaweza kuangaika katika maisha yako na baadaye ukapona, ni lazima urudi kwa Mwenyezi Mungu kusema asante kwa sababu unathamini. Lakini Mungu anataka tujifunze kushukuru kwa zawadi zote ambazo anatupatia. Ni kwa manufaa yetu kukumbushwa kwamba kila kitu tulicho nacho ni zawadi kutoka
shukrani kuiweka mioyo yetu katika uhusiano mzuri na Muumba wetu na Mpaji wetu. Kutoa shukrani pia kutukumbusha kiasi tulicho nacho. Unaposhukuru unasema kwa sababu leo unaona kuna kitu nimepata. Wanadamu huwa na tabia ya amani. Yaani ukipata kitu kile wanachopata wanasahau, wanaanza kuomba kingine kwa sababu hawana moyo wa shukrani. Lakini kwa shukrani tunaanza kujenga mazoea ya kuangalia kile kilichopewa na kuona thamani yake. Kwa kuendelea kutoa shukrani, tunakumbushwa kiasi ambacho tuko nacho. Tunapoangazia baraka badala ya mahitaji, tunakuwa na furaha zaidi. Kutambua kwamba tumepewa na Mwenyezi Mungu, na tunapofanya hivyo hata sisi wenyewe tunafarijika na tunakuwa na furaha. Wakati tunaanza kumshukuru Mungu kwa mambo ambayo huwa tunayachukulia kuwa ya kawaida au mtazamo wetu hata mtazamo wetu unabadilika. Tunaona hapa ni nguvu ya Mungu. Hebu tushukuru hata mwelekeo wetu na tabia zetu na moyo wetu na mtazamo wetu badilika, na tunatambua nguvu ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, kwamba ndiye anayetuwezesha katika mambo yote tunayofanya. Waraka wa kwanza wa Wathesalonike tuliposoma sema shukrani kwa kila jambo. Hapo kusoma Wathesalonike sura 5 aya 18 pia unasikia maneno haya, shukrani kwa kila jambo, kwa maana hayo ndio mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa ajili yenu katika Yesu Kristo. Tunapaswa kushukuru sio tu kwa vitu tunavyovipenda na vinavyotupendeza, lakini hata katika hali ambazo hatuzipendi, mambo ambayo pengine yametuweka katika hali ya huzuni kidogo. Tunapokusudia kumshukuru Mungu kwa kila kitu anachoruhusu kitendeke katika maisha yetu, tunazuia uchungu hauji zaidi. Kwa hivyo tunajenga tabia ya kuona kila kitu ni maongozi ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Kwa hivyo hatushukuru Mungu kwa sababu ya mabaya, bali kwamba yeye anatudumisha na kutupatia uvumilivu hata katika changamoto katika maisha. Ndio tunaona kushukuru hata katika mambo ambayo pengine yapendezi, pengine yamekuletea jeraha, yamekuletea changamoto, lakini tunaposhukuru Mwenyezi Mungu anatupatia hali ya uvumilivu. Tukivumilia mpaka mwisho, sisi ndio tunakuwa washindi. Kwa hivyo hatumshukuru Mungu kwa madhara ambayo hakusababisha yeye Mwenyezi Mungu, lakini tunamshukuru anapopanga mambo katika maisha yetu kupatia nguvu ya kustahimili hayo yote. Ndugu zangu, tunapofunga mwaka ni vyema pia kutafakari mambo makubwa katika maisha yetu. Ninadhani kila mmoja anaweza kufikiri toka alipoanza Januari hata katika hii tunaposubiri kuingia mwaka, ni mambo mangapi ambayo tumeyapitia, yale mazuri na mabaya. Lakini kama familia ya Mungu tunaweza kutafakari mambo machache, kwa kutaja yote. Mambo machache tu ambayo yamegusa kama familia, kama kanisa, kama taifa, kama watu, kama dunia. Kwa hiyo ndugu zangu, kwanza tunamshukuru Mungu kwa sababu tunaadhimisha Jubilei kuu 2025 yenye mada kuu ambayo inasema mahujaji katika matumaini. Katika Jubilei kuu ilipozinduliwa, na hiyo ilizinduliwa na Baba Mtakatifu Francisco usiku wa Noeli kwa kufungua lango la kanisa kuu la Mtakatifu Petro, na Jubilei ikafungwa na Papa Leo wa 14 tarehe 6 Januari 2026. Sisi kijimbo mnakumbuka tulizindua rasmi Jubilei hii tarehe 29 mwezi wa 12 2024 katika kanisa hili, na tukafunga tarehe 6 Januari 2026 katika kanisa hili. Katika maadhimisho ya Jubilei hii katika mwaka huu tuna mambo kadhaa ambayo sisi kama familia ya Mungu lazima tumeona maadhimisho ya Jubilei kwa makundi mbalimbali, na kwa
jubilei ya makatekista tumeenda kufanya kule Songea, kule Peramiho. Tumekuwa na jubilei ya watawa tumeadhimisha Ikiwa. Tumekuwa na jubilei ya mwakani tumefanya hapa. Tumekuwa na jubilei ya vijana tumefanya Nazareti. Kwa hiyo kulikuwa na makundi mbalimbali ya maadhimisho ya jubilei, na yote ilikuwa ni katika neema na baraka za Mwenyezi Mungu katika matukio haya. Lakini kumekuwa na semina na pia na makongamano mbalimbali ya kufanya. Tunakumbuka pia kwa namna pekee ziara ya msalaba katika parokia na vijana hiyo katika jimbo letu ambao bado unaendelea na utakuja kuelezea hapa tarehe 5 mwezi Januari mwaka huu na ushiriki. Kwa hivyo mengi sana yametokea katika ziara ya msalaba. Karibu vigando vyote ambavyo vya jimbo hili ambao msalaba ulipita kwa kupitia mtandao wetu huu ulioko pembeni. Huu ndio kijana amezunguka jimbo zima. Huyu kijana hapa Johnson Dance amezunguka jimbo zima na msalaba akirekodi matukio na kuyaweka. Nadhani wetu umeona. Kwa hivyo tumeona watu waliokutia imani za msalaba na kuona kama chombo cha ukombozi wetu, na pia katekesi imetolewa pia msalaba, na watu wengi walio mengi singependa kueleza hapa wanafikia katika nafasi kama hiyo ya msalaba. Kwa hiyo kwetu ni sehemu ya maadhimisho ya jubilei 2025. Lakini kulikuwa na ubatizo wa watoto wengi. Tulisema mwaka huu kuwe na msamaha ili watoto wengi waweze kufaidi kama sehemu ya uongozi, wabatizwe. Hata kama wazazi hawajafunga ndoa, cha msingi kama wazazi mmoja wapo anaweza kufika kusali na kushiriki katika mambo mbalimbali ya kanisa, basi mtoto abatizwe, au mama au katika mitana. Na katika mahali pengine wazazi hawakuwa tayari kuwashiriki na hawakuonyesha nia, lakini jumuiya ya pale ikasema sisi tunakuahidi baba paroko, tutahakikisha mtoto huyu sisi wenyewe tunachukua jukumu la kumlea katika imani. Na sasa tunasema pia jumuiya tunachukua jukumu kwa batizo. Kwa hiyo tunabatiza watoto wengi. Nadhani tarehe 6 mgeni wa mchungaji atakupatia taarifa rasmi kujua ni watoto wangapi katika jimbo letu wamebatizwa katika kipindi kwa kweli kwa kipindi cha neema. Hao kufanya kwa Mungu kwa njia ya sakramenti ya ubatizo. Lakini pia kwa na maadhimisho ya sakramenti ya ndoa. Ndoa nyingi zimefungwa sehemu mbalimbali katika jimbo letu. Lakini mwaka 2025 ulikuwa pia na tukio la kikanisa la huzuni. Nakumbuka Aprili 21, 2025 tulipoteza Papa Francesco ambaye alizikwa baadaye tarehe 26 Aprili 2025 katika kanisa la Maria kule Roma. Kama kanisa lilikuwa ni tukio la kuhuzunisha, lakini mpango wa Mwenyezi Mungu amepanga kufanya kazi yake, sasa aweze kupumzika. Lakini kulikuwa na jambo la faraja pia. Mwaka huo 2025 tarehe 8 mwezi wa 5 tarehe 8 Mei 2025 tulimpata Papa Leo wa 14. Kwa hiyo kwetu ilikuwa ni jambo la furaha kama kanisa katika mwaka huu, mwaka wa jubilei, ilikuwa ni mwaka wa baraka. Lakini katika nchi yetu ya Tanzania tunakumbuka mwaka huu kulikuwa na uchaguzi mkuu wa madiwani, wabunge na rais. Ni tukio muhimu sana kwetu kama taifa. Tunashukuru Mungu kwamba tukio hili liliweza kufanyika, lakini basi yale yaliyofuata baada ya uchaguzi ndio ambayo yalipatia usuri kwamba kumetokea vurugu, baadhi ya wenzetu walipoteza maisha, lakini mali za watu binafsi, mali za umma na miundombinu imeharibika. Hiki ni jambo ambalo tunatakiwa kwenda kwa Mungu na kufuta mwaka huu kuomba msamaha Mwenyezi Mungu, kwa sababu si jambo la heri, ni jambo ambalo limetokea ambalo ni lazima kwenda kwa Mungu kusema naomba radhi, tumekosa uzalendo.
tuzike yale yaliyotokea 2025 ambayo yalikuwa mabaya kwa taifa, tuingie katika mwaka huu katika ambayo inaunganisha kama taifa moja, turudi kama Watanzania tulio ndugu. Sisi ni ndugu, na neno hili ndugu la Kiswahili hata katika nchi zingine zinazotunaongea Kiswahili, sisi tunatumia neno ndugu. Wenzetu wanaweza kutafsiri katika Kiswahili, Kiingereza wanaweza katika Kiingereza, wanaposema wanasema kaka na dada wanapoongea. Sisi tukisema ndugu tunajumuisha wale ndani, yuko kaka, yuko dada, yuko mjomba, yuko bibi, ushangazi wote, na hata jirani na mtu yeyote ambaye tunathamini kama binadamu mwenzangu, ni Tanzania mwenzangu, na aliyokuwa kama sababu na mtandao ni ndugu. Sisi sote ni ndugu, pamoja na cheo ulichopata, kama wewe unakuwa polisi, kama ni jeshi la wananchi, kama ni kiongozi wa mtaa, kama ni raia, kama ni padri, mtawa, askofu, wewe ni ndugu. Sisi wote ni ndugu. Ndio tunafundishwa na yeye ndugu. Kwa hiyo ndio maana tunaomba undugu wetu urudi, na usiwe na kishawishi cha kujaribu kugawa sisi ndugu. Naona kunakuwa na kishawishi fulani, shetani anatafuta nafasi kwenye mwanya kupita, kutumia nafasi kwenye mwanya haribu mambo. Sema usiruke nafasi shetani anasema kwa ndio ile kiao locus au locus usiruke nafasi shetani. Kwa sisi tusimame au usiruke shetani nafasi kugawa. Kwa sababu kuna kugawa kisiasa, yaani kuna namna kugawa kisiasa, kugawa kiimani. Kuna harakati hizo kwa kuingiza mbele fulani kwa watu wengine, na sio watu wengine. Wewe Mkristo, wewe Muislamu, wewe nani? Ukataka vitu kufanya hivyo, si mambo yoyote. Ni jambo la kugawa. Na siku hizi kuna nini sisi za kanuni hivi tumekuwa kwa wao Wakatoliki kwa wao wenyewe. Ndani ya Katoliki na namna hii kugawa. Ndio habari ya leo kwenye mtandao jamii wagawa. Sisi hatugawiki. Sisi ni namba utiki. Ndio gawa namba utiki kwa vizuri. Sio namba shufa. Mbona unasema sita gawa kwa 2 3. Sisi ya kwetu namba gawika ni ngumu. Zamani tulikuwa wadogo kusema 3 gawa kwa 2 sema haiwezekani. Katika mahesabu ya darasa la pili haiwezekani. Ndio namba sisi wakati namba yetu haigawiki. Hatugawiki sisi. Sisi ni moja, ni kanisa moja, takatifu, Katoliki na la mitume. Kwa hiyo mtu anayejaribu au kutumiwa kugawa anajiingiza kwenye matatizo ya bure roho, na anajipatia laana ya bure. Kwa sababu Katoliki wa kweli anayependa kanisa lake hawezi kufikiria kugawa kanisa, anafikiria mambo yale, tujenge umoja ulioletwa na Yesu mwenyewe, ndio tunaoishi. Kwa hivyo mimi nadhani na ombi langu ni tusikubali na mpaka hatugawanyiki, kwa sababu ukiona mmoja anasema kugawa kanisa Katoliki, yaani ndio kutenga nasi, sio kwamba umegawa kanisa Katoliki mahali pengine. Mmoja kanisa hili Katoliki zaidi ya kanisa hili moja katika kwenda mitume haipo, ila moja anasema wawili kusema sisi tunaamua kugawa kanisa. Hao wametenda wamekuwa katika kanisa Katoliki wameanza kitabu. Kwa hivyo kanisa katika historia kanisa halijawahi kugawike, ujue wamegawika watu wanaofanya na hawaelewani au tufanye kama mzengere na akaporokea. Inakuwa makanisa mawili ambayo yanapatana na sababu moja. Kwa hiyo kugawanyika makanisa Katoliki ni gawanyika, lakini sisi ni mtu anatenda, anaasi, anaanza mambo yake.
tunapoingia katika mwaka mpya wa 2026, tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie hekima ya kuendelea maisha yetu katika mwaka huu mpya kadiri ya mpango na mapenzi yake. Atujalie mafanikio ya mipango yetu kama taifa letu la Tanzania, na nia yetu hiyo tunapoanza mwaka tunaomba tujenge mshikamano mmoja wa taifa. Atujalie pia kama jamii kuheshimiana. Atujalie kama kanisa kuendelea na imani yetu na kuimarika zaidi. Hata mtu binafsi, sisi tunaingia kuja kila mmoja aliyefika na kila mmoja aliyekuwa Mwenyezi Mungu aweze kujalia katika mipango yake mizuri na halali maisha yake, iwe ya mafanikio na sipate kikwazo mbalimbali katika maisha yake kwa mwaka unaoanza. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu atuepushe na vishawishi mbalimbali ambavyo vinaweza kuleta mtafaruku katika maisha yetu ya kila siku, iwe ni kisiasa, iwe ni kidini au kijamii. Katika mambo hayo tunaomba tumtangulize Mwenyezi Mungu. Mungu awe kwanza na mambo mengine yafuate. Tumwogope Mungu katika kila hatua ya kurejesha hali ya amani na utulivu katika nchi yetu. Tusifukie vichwa vyetu kwenye mchanga, hali miili yetu yote iko nje na tukajiona tumejificha na Mwenyezi Mungu hatuoni katika mambo yetu. Huko tunaweza kuwa tunajidanganya, tutadaiwa mbele yake siku ambapo atatuita katika makao yake. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie katika mwaka 2026 kuthamini na kuheshimu uhai wetu na wenzetu. Kama tulivyosema, matukio yale yaliyotokea yanaonyesha kama kujidharau na kujali uhai wetu na wenzetu, wandugu zetu. Kuondoa uhai wetu na wenzetu kwa sababu yoyote ile, hatuna mamlaka. Tumepewa uhai kama dhamana. Wazungu wanasema tumepewa stewardship. Tumekabidhiwa kutunzeni uhai uwe wa kwanza kwa hiyo tunawajibika kutunza. Lakini pia katika jimbo letu la Njombe na katika mkoa wetu, ningeshauri tutunze pia mazingira yetu. Tukitunza mazingira, hii ni nyumba yetu sote, kama alivyosema Papa Francesco kwamba dunia ni nyumba yetu. Mahali tunapoishi ni nyumba yetu, sote tutunze vizuri mazingira yetu. Na hasa kumekuwa na matukio mabaya sana ya uchomaji wa moto. Moto umetokea mwaka huu, nadhani pengine kuliko miaka mingine ya karibuni. Na moto huu si tu katika kuharibu mazingira, lakini umepoteza rasilimali ambazo watu wamewekeza kwa pesa nyingi sana. Watu wamepanga misitu, wamehangaika, wamejinyima, lakini anaposubiri imebakia miaka miwili, alafu anaambiwa msitu wote umekuwa. Eti kwa sababu moja alikuwa anachoma kiungu fulani pale na moto ukatoroka. Kwa vitu vya uzembe vya kawaida ambavyo tunaweza kuzuia, tunapoteza mamilioni ya fedha na watu kuwarudisha katika umaskini. Mimi ninaomba wale ambao wana mamlaka katika mkoa wetu watusaidie hata kuweka sheria ndogo kali kwa wale ambao wanachoma maeneo. Na mtu anafanya kusudi, wanachoma kwa makusudi. Anakuja kwako kusema naomba ninunue msitu, unasema unapishana bei, baadaye unaachana. Alafu baada ya wiki moja msitu unaungua. Kitu kama hivi mzao tunarudisha nyuma maendeleo yetu kama familia, kwa watoto wetu, kwa wazazi wetu, kwa mkoa wetu na kwa taifa letu. Lakini pia tunaharibu mazingira yetu. Kwa mwalimu wangu, sote tuone
Sisi katika mkoa wetu Njombe ni wafanyakazi na tumikana. Tumeanza kuingia vitu fulani kutoka nje. Unapita maeneo unaona watu wanacheza pool, pia wanacheza pool asubuhi. Kuna pool mpaka mitaani kwa kijiji mbele kabisa kuna pool. Mzani hakuna pool hata moja. Huyu haitafanya usomeshe mtoto. Hiyo pool inafanya maskini na maskini. Wewe na watoto wako na kufunza. Kwa hiyo turudishe utamaduni wetu wa Njombe wa kufanya kazi asubuhi mapema, fika kusali, shasali asubuhi, tunaendelea katika biashara na shughuli mbalimbali ambazo tunaweza kufanya. Kwa hiyo haya ndio ambayo tunayaomba mbele ya Mwenyezi Mungu aweze kutujalia katika mwaka huu ambao tutaanza karibuni, na niwatakie nyote safari njema kuingia mwaka 2026. Heri sana.